Lydia alishuhudia kitu hapa, akasema kwamba kuna wakati ambapo aliwekewa sumu kwenye chakula. Hii sumu ni hatari, lakini chakula ni upendo. Maana mtu anayekupa chakula si ni upendo? Hii sumu ikiwa ndani hiyo chakula ni upendo kweli? Takuwa tayari sasa si upendo, lakini ni upendo ambao uko na shetani ndani ambaye anataka kutimiza malengo fulani. Unaona? Upendo wa Mungu hauhitaji kitu ndani yake. Bwana asifiwe sana. Upendo wa Mungu hauhitaji kitu ndani yake. Msichana anaweza kwenda akaangua akasema ninunulie soda, na akanunua soda na vijana. Wakikutana tena akamwambia sasa jinsi, akampatia. Lakini huu upendo utahitaji kitu baadaye, usi upendo wa Mungu. Huu upendo wa kwamba ninafanya kitu nikitarajia kingine, si upendo wa Mungu. Maana Mungu hataki kitu kwa mwanadamu. Kifanya jambo ili baadaye upate faida, huo ni upendo wa kimwanadamu, lakini si wa kiungu. Kwa hivyo upendo wa Mungu hana chochote kama Mungu wewe. Lakini shetani anakupatia kitu akitarajia nafsi yako aivune ije kwake. Anakupatia kitu akitarajia hakuharibie maisha kimaono au akuondoshe katika dunia kama ni sumu. Kwa sababu amekupa kwa malengo akitarajia kitu. Lakini wa Mungu akikupa anakupatia pasipo kukuuliza chochote. Hakuna upendo ambao utakuwa ni wa msichana na mvulana ikiwa utaenda kwa njia hiyo. Ni upendo ambao mvulana anatarajia kitu kutoka kule kwa na hata sio mvulana pekee yake, hata wasichana. Kuna wasichana wanafanya kitu wakitarajia wavulana. Maana kuna mtu hii Mombasa, najua kweli mambo mengi sana nilipoingia hii Mombasa. Kuna mwanamke anaweza akaamua kuwa akinunua chakula kila siku. Kila siku ananunua chakula hata kuuliza chochote wewe. Lazima watu wale wameoa na wameolewa wajue hii vipi pia inafanyika. Maana mimi mtu kuninasa hapo, labda nitakuwa nimewekewa sijui dawa ya kulevya. Bwana asifiwe sana. Mitego hiyo najua namna mitego ya kukiatua. Sasa utapata kwamba unaenda kazini, ukirudi unakaribishwa vizuri na mtu huyu, si mke wako, anakukaribisha vizuri. Hata ikiwezekana viatu anavua, wana maji tayari ameshapelekwa kwa bafu, maji ya moto. Unaoga, unakuja chakula, unakula chakula usichojua kimegharamiwa vipi. Kesho unaenda hivyo, unakuja unapata leo ameandaa hata asubuhi mayai ameandaa na vitu vingine. Kesho kutwa unapata anaendelea. Yaani kila wakati hata kuitisha pesa wewe. Lakini ile siku atakapokuja kutaka pesa au chochote kile, atakuitisha kitu kikubwa kuliko kile ambacho amekuwa akikufanyia. Na hiyo siku akikuitisha, hata kama una, itabidi uende mbio sana. Maana siku zote yeye huwa anafanya. Leo nimepitia kitu fulani tu peke yake, na siku zote nimekuwa ninakupikia, siku zote nimekuwa ninakufulia, siku zote nimekuwa nakuosha miguu, siku zote hiyo trick inafanywa na kina mama. Sasa itabidi wewe kama ni bwana, itabidi usiku hata kama nikukopa ukope, maana yake utaki kuharibu uhusiano. Ukiangalia ni kweli yeye amekuwa akikulisha siku zote. Sasa ameshakuweka kwenye mtego wewe. Hakuna cha bure kwa upendo wa shetani. Hakuna. Kuna kitu anatafuta ndani yake. Kwa watu wa Mungu lazima muwe wajanja na muwe werevu. Ukiona anachezwa, elewa mtego huo. Unaweza kukunasa na ukajipata kwa mahali pabaya. Tunawekea ndege mtego na anakuja kila maiti, tumeacha maiti kutoka kule au mtama, tukifuatilia tone moja mpaka kwenye mtego. Ndege atakuja kiruka kidona, anaruka nyingine ndio hii anadona. Nyingine ndio hii anadona. Nyingine baadaye anaenda mpaka anaingia kwenye ule mtego, na hapa kumbe ndio ziko nyingi. Anaingia kidona tayari mtego unafunika. Tayari wewe unakuja kumchukua tu, hata akiwa anakimbia huko na huko anajaribu atajiondoa vipi hawezi kuondoka. Hapo unamchukua bure. Na hivyo ndivyo wanachofanya shetani.
mtego wa shetani anapoteza. Kwa hivyo watu wa Mungu, wakati wote tujaribu kuwa werevu. Ndio Yesu akasema kwamba kuweni werevu kama nyoka na wapole kama njiwa, ili msiingie katika mtego. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuwe na nia safi na mioyo safi, maana sisi wale ambao wanaheri walio na nia na moyo safi, maana hawa ndio watakaomuona Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Naamini ya kwamba tukifika hapo tutakuwa tumetosha, na Bwana ataenda kuwabariki na kuwainua. Tuwe na nia na moyo safi, maana tutamuona Mungu. Na hayo ni mafundisho ambayo yanafaa kujulikana na wanapeli wale. Usiwe watu wa kunaswa kwenye mitego kwa njia iliyo ya rahisi sana, bali tuwe watu, hata watoto wetu tuwaonye, tuwaelekeze, ili kule barabarani wanaenda wanapewa vitu na kisha hata ameshapewa na ameshaanza kula. Hapana. Sisi tulikuwa tunapigwa sana na mama. Kuna wakati unaweza kuwa umeingia kwa nyumba au umekaa na labda pale ni ugenini,